Maaskofu waingilia kati kupigwa marufuku kwa mikutano ya kisiasa nchini Tanzania, wahoji kuhusu katiba kuvunjwa, huku wakinyoshea kidole serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Je, kujia kwa mikutano ya Chadema huenda ndo sababu ya zuio hili la mikutano ya hadhara? Sasa baki na mimi mpaka mwisho ili kujua hayo kwa undani. Kikubwa ni kuhakikisha umebonyeza maneno subscribe pamoja na alama kengele ili usionapitwa na taarifa zetu zenye uchambuzi kama hizi. Juni 26, 2026, serikali inaongozwa na Rais Samia Suluhu kupitia kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ilitangaza kuizuia mikutano yote ya kisiasa nchini Tanzania kuanzia tarehe hiyo. Waziri huyo wa mambo ya ndani ya nchi alitangaza hayo akiwa bungeni baada ya kuulizwa swali na Pascal Chinyele kuhusu vuguvugu na hofu ya kuibuka kwa matukio ya uvunjifu wa amani nchini, ambapo moja kwa moja waziri Katambi alienda kumwagiza mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura kuelekeza wakuu wa polisi mikoa na wilaya kutotoa kibali cha mikutano kwa chama chochote cha siasa. Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, namwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile. Kwa maana hii ni kwamba kuanzia Juni 26 hatutoiona mikutano iliyokuwa ikiendelea nchini, hasa ya Chadema ambacho ndio chama pekee kilichokuwa na mikutano kila siku baada ya kufunguliwaga. Kwenye upande wa wachambuzi wa siasa huko mitandaoni, baadhi wamesikika wakisema hii inaonekana ni kama mbinu ya kuwazuia Chadema kuongea na wananchi, kwani mikutano yao kila kukicha ilikuwa inazidi kujaa maelfu ya watu, huku pia Chadema ikiendelea kuikosoa serikali kufichua uwezi, ubadhirifu, matukio Oktoba 29, kupinga uchaguzi kwamba kwa haki, kutaka Lissu achiwe na kutaka mchakato wa katiba mpya upesi. Sasa wapo wanaosema huenda ile ni mbinu tu, kwani mikutano ya kisiasa ni haki ya vyama kikatiba, na vile waziri wa mambo ya ndani ya nchi hana mamlaka ya kuizuia. Anaweza kuzuia ikiwa kuna hatari kubwa ya kuvunjika kwa amani kama mapinduzi, vita au machafuko. Haswa ni waziri mkuu, rais, mahakama, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ndio wanaweza kuzuia mikutano ya hadhara. Wakaongezea pia kuwa kama kuna hofu ya kawaida ya kiusalama, ilikuwa ni kazi ya vyombo vya ulinzi na usalama kuongeza ulinzi kwenye mikutano na nchini, na sio waziri atangaze kufuta mikutano hiyo ambayo huwa na kazi ya kuambia wananchi kuelewa menendo ya serikali juu ya nchi yao na kodi zao. Sasa tukiachana na wachambuzi na maaskofu wanena, maaskofu kupitia kwa Askofu Bagonza ambaye huyu ni askofu mkuu wa Dayosisi ya Karagwe, kanisa la KKKT, ameandika, ninakwenda kunukuu: jamani, msimuone Katambi sio Mjaluo, ni Wajaluo tu ambao huwa wanasimamisha saili kwa muda wasichelewe wanakokwenda. Katambi si mmoja wao, yeye ni Msukuma gete. Tatizo sio Katambi, tuna mgogoro sugu kati ya majasusi wanasiasa na wanasiasa majasusi. Hawa ni watu wawili tofauti, nitaeleza siku nyingine. Mnaogopa kuchanganya dini na siasa, ogopeni pia kuchanganya ujasusi na siasa. Kuna mambo 9 yanayozua maswali. 1. Pascal Chinyele, jasusi mwanasiasa, kamrushia spika mpira. Mwongozo, spika akatuliza kifuani akampasia mpira Katambi, mwanasiasa jasusi. Katambi akajifunga goli kwa kuinuka na tamko la serikali. Je, serikali imekaa saa ngapi? Kama ilikuwa, kwa nini wampange Pascal na spika? Wameuza mechi. 2. Zuio la mikutano likatolewa bungeni. Tuseme ni bunge limezuia mikutano. 3. Limetamkwa na waziri. Tuseme ni waziri kazuia. Hapa alishapiga chanjo ya kumkinga na kirusi cha kuvunja katiba. 4. Waziri katamka neno eti kwa niaba ya amiri jeshi. Je, ni rais kazuia kupitia waziri, tena kupitia muhimili mwingine?
msimchonganishe rais wetu. 5. IGP kaagizwa kukiuka katiba. Je, atatii? Akitii, nani mkosaji, aliyeagiza au aliyetii? 6. Kwa nini waziri akusubiri waziri mkuu ndiye atoe zuio hilo kwa niaba ya serikali wakati anaahirisha bunge? 7. Kwa nini serikali isitumie TCD au msajili wa vyama wakaitwa wadau na kushawishiwa wakubali kuvunja katiba? 8. Je, ili zuio katazo la mikutano au zuio katazo la kutumia katiba, yaani kwamba imeenda likizo kwa muda? Hatua hii hufanyika nchi ikiwa vitani au wale jamaa zangu majirani na Wajaluo wanapoamua kuchanganya cha Arusha na siasa. Sasa tunaomba katiba mpya nini ikiwa iliyopo haina kazi mpaka inaenda likizo? 9. Kwa upole, hivi mikutano ya kisiasa ni haki ya kikatiba au ni fadhila za serikali kwa wananchi? Please, nimeuliza kwa upole. Ushauri: kwa kuwa umeanza kama mchezo wa kuigiza, tujifanye igizo limeisha, tuendelee na mishemishe zetu za wikendi. Halafu msiende kubugudhi wageni kwenye hoteli usiku wakati wa doria, mtaona Yesu hausu. Ishia mapokezi kwa kunyata. Kama kuna Mjaluo anataka kuandamana, subiri kupambazuke, mdake Tanganyika jeki, hata kama Tanganyika haipo, mpeleke kwa polisi, sio safe house. Makatazo haya yaishia hapo kwenye siasa. Msiguse mikutano ya dini, harusi, jando wala Yanga anapomfunga Simba. Goodbye. Wajaluo kweni macho, kuna jamaa na kisu kikali na anatahiri bila ganzi. Mtazamaji wa Mseto Media, huo ndio alioandika ujumbe Askofu Bagonza, ambapo mondani tumemsikia kioji mengi, ambapo wengi wamelichukulia zuio hili moja kwa moja kama ni la kimkakati la kufunga mdomo Chadema asiendelee kuongea, kwani ndio chama pekee kwa hivi sasa kilichokuwa kinafanya mikutano ya kisiasa na pia kilichokuwa kinajaza maelfu ya watu kwenye mikutano hiyo wakikichangia kabisa na tone tone. Je, wewe mtazamaji wangu una maoni gani juu ya hili? Hii hapa ni Mseto Media. Sikudanganye mtu, siri ya biashara ni matangazo. Ungejisikiaje kama biashara yako ingetangazwa hapa na sisi na maelfu ya watazamaji wetu wakaifahamu na kukusapoti? Hujachelewa bado, tupigie kwa namba unazoziona hapo juu ama tuandikie email msetomediatz@gmail.com tukutangazie biashara yako kwa matokeo chanya. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.